Niko salama kabisa. Samahani dokta, naweza kuiona hiyo karatasi? Kwa sasa ni furaha kubwa kwa John na Sandra, ukiachana tu na ile kwamba kwa taarifa walizozipata kwamba kwa sasa hivi wako vizuri kabisa na afya yao iko njema, wanaweza kupata ujauzito. Ukiachana na hayo yote, kuna taarifa zingine kuhusiana na Mzee Tano ambapo rasmi moyo wake umeweza kufunguka kwamba amewaruhusu waweze kufunga ndoa na maisha yao yaweze kwenda vizuri kabisa. Na kwa upande mzima wa King, na yeye pia akapewa onyo kwamba kae mbali na binti yake, ikimaanisha kwamba hataki kabisa ukaribu na kila kitu. Kwa sasa ameweza kuamua rasmi kutoka moyoni, ukiachana ile ya mwanzoni kabisa aliyokubali tu kusudi aweze kumpata mtoto wake, lakini hii ameweza kukubali. Sasa kazi ilipo ni kwamba ni kwa upande mzima wa maisha ya sasa, ambapo rasmi wakati kwa upande mzima mama yake alipokuja hapo hospitali, basi ameweza kukutana na mtoto wake John, na chajabu ni kwamba alikuwa pamoja na yule kijana mdogo mwanasheria Masailo, ambaye tunafahamu kabisa ni kwamba alienda pia kwa John akamwambia kwamba hataki kabisa amshirikishe mambo hayo. Kwa hivyo kwa sasa habari ni mpya na ni njema kabisa kwa upande mzima wa Sandra, lakini cha ajabu ni kwamba mapya yanakwenda kuibuka kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, ambapo kwa sasa kashachanganyikiwa kabisa. Yani kwa sasa hivi haelewi afanyeje, na kinachokwenda kutokea kwa sasa ni kuzidi kuchanganyikiwa zaidi. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali tamthilia hii. Hapa nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia matukio mengi kweli kweli na kadhaa ambayo yanaojili, lakini cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na mimi, hasa kubonyeza neno subscribe. Hii ikiwa ni ishara ya upendo, na tunachukua nafasi hii niweze kualika moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia vitu vingi na vingi kweli kweli. Basi nikualike sasa, kama tulivyoona mwanzoni kabisa mwa tamthilia hii, kwa upande mzima wa huyu ambaye ni King pamoja na Naomi walikuwa wakijadiliana kitu ambacho ufahamu kama ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakinifuatilia hapa Bongo Movie Network. Katika hatua iliyopita uchambuzi nilikufahamisha kwamba lazima Suzy atazipata hizi taarifa za kwamba wana mpango wa kwenda kuelekea hospitali. Atazipata vipi? Atazipata baada ya kuwa mazungumzo yatakapokuwa yanafanyika. Atasikia mazungumzo yatakapofanyika, na hilo limetokea, na moja kwa moja tumeweza kuona mazungumzo kati ya Mzee Tano pamoja na Naomi. Basi ameweza kupelekea aweze kupata zile taarifa za karibu kabisa juu ya kile kinachoendelea. Kwa hivyo moja kwa moja kwa asilimia kubwa ameweza kuzipata. Sasa cha ajabu ni kwamba hakutafakari kabisa, alijua labda wameelekea kule kwenye ile hospitali ya mwanzoni, kule ndipo alipoelekea, lakini cha ajabu ni kwamba walikuwa wameshakwisha kufahamu kabisa kwamba ile hospitali inabidi waweze kubadilisha hospitali nyingine. Kwa hivyo moja kwa moja wakawa wamebadilisha hospitali. Sasa wakati wanabadilisha hospitali, moja kwa moja wameenda katika ile hospitali ambayo kiufupi wameweza kujikuta wakikutana rasmi na huyu ambaye ni kwa upande mzima wa mama yao, mamake na John wameweza kukutana kule hospitali, kitu ambacho kimeweza kuibua hisia nzito sana, na kiufupi inakuja kuwa moja ya kitu ambacho kujaribu ukifikiria lazima kinakuwa kina picha tofauti zaidi, ambayo ukifikiria basi unaona wazi kwamba kuna kitu ambacho ni cha tofauti ambacho kipo. Sasa tukiachana hili, mambo ni moto kweli kweli na anazidi kunoga, mambo ni moto. Kitu msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia ukitufahamisha juu ya kile kwa upande wako ambacho unakiona binafsi juu ya kile kinachoendelea. Sasa tumeweza kuona Mzee Tano akielekea kwa King kuweza kumpa taarifa kwamba rasmi ameweza kuruhusu binti yake aweze kuolewa na John. Sasa cha ajabu ni kwamba kwa upande mzima wa huyu ambaye ni huyu ambaye ni King ni kama vile hataki kukubaliana na swala hilo. Alikuwa anapepesa macho, yani anajaribu kuangalia namna gani ambavyo atajaribu kuona ni kiwalisia kuweza kutafuta picha ambayo itakuwa ni kitofauti zaidi. Kwa hivyo moja kwa moja imeweza kuibua hisia nzito sana. Sasa kakubaliana kudhibitisha hilo, basi ameweza kuelekea pia kwa wataalamu wa kisaikolojia kuweza kuwauliza rasmi kwamba ni nini hasa ambacho kilichopo rasmi. Kwa hivyo moja kwa moja ameweza kuona namna gani ambavyo atakavyofanya. Sasa mambo ni mengi na mambo ni moto kweli kweli, kama kawaida mambo yanazidi kusonga mbele na kama unavyojua kwa sasa mambo yalivyo.
Sasa issue nyingine ilikuwa ni kwamba kwa upande mzima wa Sandra, ambapo Sandra alikuwa na maumivu mengi sana na haamini kile ambacho kwa sasa anachokipitia. Yani ni kwamba yani kuna namna ambayo kiufupi anajaribu kuona namna gani atakavyofanya, lakini mwisho wa siku kwa upande mzima wa John anazidi kumfariji na kuweza kumwambia kwamba asiwe na wasiwasi. Anajaribu kumwambia kwamba atakuwa na yeye hata kama ikitokea basi kuna shida yoyote, lazima tu ataona namna gani ambavyo atakavyofanya ili kusudi kuweza kuhakikisha wanaishi pamoja. Sasa kwa pande mzima wa Masailo alikuwa hataki kabisa kwenda na Semeni. Kwa hivyo moja kwa moja akawa ameweza kutafuta namna gani ambavyo atakavyofanya ili kusudi kuweza kuona ni nini hasa na jambo gani atakafanya ili kusudi kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa ni mengine kabisa. Kwa hivyo mke wake kwa maumivu mazito akaonatoa mruhusu aweze kwenda. Kwa hivyo ameweza kuelekea kule hospitali, na cha ajabu ni kwamba wamefika hospitali wameweza kukutana pia kwa upande mzima wa John pia na Sandra walikuwa wameelekea hospitali hiyo hiyo. Kwa hivyo moja kwa moja hii inaashiria wazi kwamba kuna jambo ambalo kifupi ni noma balaa zito. Sasa tuje katika segment ya mwisho kabisa niweze kufahamisha ni nini hasa kinachokwenda kujili. Kwanza kabisa wanapokea majibu hapo, na majibu waliotarajia kiufupi yamekuwa ndio hayo ambayo John alikuwa anaambiwa. Lengo zima la kuja hapo ni kwamba alikuwa ni kuweza kuthibitisha kutoka kwa Sabrina majibu aliyopima hapo awali yalithibitisha kwamba Sandra hana shida yoyote. Kwa hivyo lengo kubwa hapo lililomleta ni kuweza kuwathibitishia pia kwa daktari mwingine kwamba hapo ni wako vizuri, hakuna shida yoyote, kusudi kuweza kuwatoa wasiwasi juu ya mawazo yao ambao walikuwepo. Kwa hivyo kwa sasa maisha yanakwenda kuwa mapya kabisa. Katika hatua inayofuata nafasi kuweza kuona namna gani sasa mipango ya ndoa na nini kila kitu, mzee wake atakuwa ameshakwisha kufunguka na kuwa sawa. Maana yake anakubaliana kabisa moja kwa moja na upande mzima wa Sandra kuweza kuolewa na John. Kwa hivyo mambo ni mapya na mambo ni mengi kulikweli, lakini kwa leo niseme sina ziada. Hivyo Movie Net msini kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe hiki kionyesha leo upendo kama kwa unikubali na kupenda tamthilia. Na huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina, tukutane katika video inayofuata. Asante kwa kuwa na mimi. Hii ni Bongo Movie Net yake. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and reviews some episodes in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Kwa sasa ni furaha kubwa kwa John na Sandra, ukiachana tuna ile kwamba kwa taarifa walizozipata kwamba kwa sasa hivi wako vizuri kabisa na afya yao iko njema, wanaweza kupata ujauzito. Ukiachana na hayo yote, kuna taarifa zingine kuhusiana na mzee Tano ambapo rasmi moyo wake umeweza kufunguka.
kwamba amewaruhusu waweze kufunga ndoa na maisha yao yaweze kwenda vizuri kabisa. Na kwa upande mzima wa King, na yeye pia akapewa onyo kwamba kae mbali na binti yake, ikimaanisha kwamba hataki kabisa ukaribu na kila kitu. Kwa sasa ameweza kuamua rasmi kutoka moyoni, ukiachana ile ya mwanzoni kabisa aliyokubali tu ili kusudi aweze kumpata mtoto wake, lakini hii ameweza kukubali. Sasa kazi ilipo ni kwamba ni kwa upande mzima wa maisha ya sasa, ambapo rasmi wakati kwa upande mzima mama yake alipokuja hapo hospitali, basi ameweza kukutana na mtoto wake John, na chajabu ni kwamba alikuwa pamoja na yule kijana mdogo mwanasheria Masailo, ambaye tunafahamu kabisa ni kwamba alienda pia kwa John akamwambia kwamba hataki kabisa amshirikishe mambo hayo. Kwa hivyo kwa sasa habari ni mpya na ni njema kabisa kwa upande mzima wa Sandra, lakini cha ajabu ni kwamba mapya yanakwenda kuibuka kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, ambapo kwa sasa kashachanganyikiwa kabisa. Yani kwa sasa hivi haelewi afanyeje, na kinachokwenda kutokea kwa sasa ni kuzidi kuchanganyikiwa zaidi. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kwa unaikubali tamthilia hii. Hapa nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia matukio mengi kweli kweli na kadhaa ambayo yanaujili, lakini cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na mimi, hasa kubonyeza neno subscribe. Hii ikiwa ni ishara ya upendo, na tunachukua nafasi hii niweze kualika moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia vitu vingi na vingi kweli kweli. Basi nikualike sasa, kama tulivyoona mwanzoni kabisa mwa tamthilia hii, kwa upande mzima wa huyu ambaye ni King pamoja na Naomi walikuwa wakijadiliana kitu ambacho ufahamu kama ni miongoni mwa watu ambao ulikuwa ukinifuatilia hapa Bongo Movie Network. Katika hatua iliyopita uchambuzi nilikufahamisha kwamba lazima Suzy atazipata hizi taarifa za kwamba wana mpango wa kwenda kuelekea hospitali. Atazipata vipi? Atazipata baada ya kuwa mazungumzo yatakapokuwa yanafanyika. Atasikia mazungumzo yatakapofanyika, na hilo limetokea, na moja kwa moja tumeweza kuona mazungumzo kati ya mzee Tanu pamoja na Naomi, basi ameweza kupelekea aweze kupata zile taarifa za karibu kabisa juu ya kile kinachoendelea. Kwa hivyo moja kwa moja kwa asilimia kubwa ameweza kuzipata. Sasa cha ajabu ni kwamba hakutafakari kabisa, alijua labda wameelekea kule kwenye ile hospitali ya mwanzoni, kule ndipo alipoelekea, lakini cha ajabu ni kwamba walikuwa wameshakwisha kufahamu kabisa kwamba ile hospitali inabidi waweze kubadilisha hospitali nyingine. Kwa hivyo moja kwa moja wakawa wamebadilisha hospitali. Sasa wakati wanabadilisha hospitali, moja kwa moja wameenda katika ile hospitali ambayo kiufupi wameweza kujikuta wakikutana rasmi na huyu ambaye ni kwa upande mzima wa mama yao, mamake na John ameweza kukutana kule hospitali, kitu ambacho kimeweza kuibua hisia nzito sana, na kiufupi inakuja kuwa moja kitu ambacho kujaribu ukifikiria lazima kinakuwa kina picha kitofauti zaidi, ambayo ukifikiria basi unaona wazi kwamba kuna kitu ambacho ni cha tofauti ambacho kipo. Sasa tukiachana hili, mambo ni moto kweli kweli na anazidi kunoga, mambo ni moto. Kitu msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia ukitufahamisha juu ya kile kwa upande wako ambacho unakiona binafsi juu ya kile kinachoendelea. Sasa umeweza kuona mzee Tano akielekea kwa King kuweza kumpa taarifa kwamba rasmi ameweza kuruhusu binti yake aweze kuolewa na John. Sasa cha ajabu ni kwamba kwa upande mzima wa huyu ambaye ni huyu ambaye ni King ni kama vile hataki kukubaliana na swala hilo. Alikuwa anapepesa macho, yani anajaribu kuangalia namna gani ambavyo atajaribu kuona ni kiwalisia kuweza kutafuta picha ambayo itakuwa ni kitofauti zaidi. Kwa hivyo moja kwa moja imeweza kuibua hisia nzito sana. Sasa kakubaliana kudhibitisha hilo, basi ameweza kuelekea pia kwa wataalamu wa kisaikolojia kuweza kuwauliza rasmi kwamba ni nini hasa ambacho kilichopo rasmi. Kwa hivyo moja kwa moja ameweza kuona namna gani ambavyo atakavyofanya. Sasa mambo ni mengi na mambo ni moto kweli kweli, kama kawaida. Mambo yanazidi kusonga mbele, na kama unavyojua kwa sasa mambo yalivyo. Sasa issue nyingine ilikuwa ni kwamba kwa upande mzima wa Sandra, ambapo Sandra alikuwa na maumivu mengi sana na haamini kile ambacho kwa sasa anachokipitia. Yani ni kwamba yani kuna namna ambayo kiufupi anajaribu kuona namna gani atakavyofanya, lakini mwisho wa siku kwa upande mzima wa John anazidi kumfariji na kuweza kumwambia kwamba asiwe na wasiwasi.
anajaribu kumwambia kwamba atakuwa na yeye hata kama ikitokea basi kuna shida yoyote, lazima tu wataona namna gani ambavyo atakavyofanya ili kusudi kuweza kuhakikisha wanaishi pamoja. Sasa kwa pande mzima wa Masailo alikuwa hataki kabisa kwenda na Semeni. Kwa hivyo moja kwa moja akawa ameweza kutafuta namna gani ambavyo atakavyofanya ili kusudi kuweza kuona ni nini hasa na jambo gani atakafanya ili kusudi kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa ni mengine kabisa. Kwa hivyo mke wake kwa maumivu mazito akaonatoa mruhusu aweze kwenda. Kwa hivyo ameweza kuelekea kule hospitali, na cha ajabu ni kwamba wamefika hospitali wameweza kukutana pia kwa upande mzima wa John pia na Sandra walikuwa wameelekea hospitali hiyo hiyo. Kwa hivyo moja kwa moja hii inaashiria wazi kwamba kuna jambo ambalo kifupi ni noma balaa zito. Sasa tuje katika segment ya mwisho kabisa niweze kufahamisha ni nini hasa kinachokwenda kujili. Kwanza kabisa wanapokea majibu hapo, na majibu waliotarajia kiufupi yamekuwa ndio hayo ambayo John alikuwa anaambiwa. Lengo zima la kuja hapo ni kwamba alikuwa ni kuweza kuthibitisha kutoka kwa Sabrina majibu aliyopima hapo awali yalithibitisha kwamba Sandra hana shida yoyote. Kwa hivyo lengo kubwa hapo lililomleta ni kuweza kuwathibitishia pia kwa daktari mwingine kwamba hapo ni wako vizuri, hakuna shida yoyote, kusudi kuweza kuwatoa wasiwasi juu ya mawazo yao ambao waliokuwepo. Kwa hivyo kwa sasa maisha yanakwenda kuwa mapya kabisa. Katika hatua inayofuata nafasi kuweza kuona namna gani sasa mipango ya ndoa na nini kila kitu mzee wake atakuwa ameshakwisha kufunguka na kuwa sawa. Maana yake anakubaliana kabisa moja kwa moja na upande mzima wa Sandra kuweza kuolewa na John. Kwa hivyo mambo ni mapya na mambo ni mengi kulikweli, lakini kwa leo niseme sina ziada. Hivyo Bongo Movie Net msini kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe hiki kionyesha la upendo kama kwa unikubali na kupenda tamthilia. Na huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina, tukutane katika video inayofuata. Asante kwa kuwa na mimi. Hii ni Bongo Movie Net hiki. Kwa sasa ni furaha kubwa kwa John na Sandra, ukiachana tu na ile kwamba kwa taarifa walizozipata kwamba kwa sasa hivi wako vizuri kabisa na afya yao iko njema, wanaweza kupata ujauzito. Ukiachana na hayo yote, kuna taarifa zingine kuhusiana na mzee Tano ambapo rasmi moyo wake umeweza kufunguka kwamba amewaruhusu waweze kufunga ndoa na maisha yao yaweze kwenda vizuri kabisa. Na kwa upande mzima wa King, na yeye pia akapewa onyo kwamba kae mbali na binti yake, ikimaanisha kwamba hataki kabisa ukaribu na kila kitu. Kwa sasa ameweza kuamua rasmi kutoka moyoni, ukiachana ile ya mwanzoni kabisa aliyokubali tu ili kusudi aweze kumpata mtoto wake, lakini hii ameweza kukubali. Sasa kazi ilipo ni kwamba ni kwa upande mzima wa maisha sasa, ambapo rasmi wakati kwa upande mzima mama yake alipokuja hapo hospitali, basi ameweza kukutana na mtoto wake John, na chajabu ni kwamba alikuwa pamoja na yule kijana mdogo mwanasheria Masailo, ambaye tunafahamu kabisa ni kwamba alienda pia kwa John akamwambia kwamba hataki kabisa amshirikishe mambo hayo. Kwa hivyo kwa sasa habari ni mpya na ni njema kabisa kwa upande mzima wa Sandra, lakini cha ajabu ni kwamba mapya yanakwenda kuibuka kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, ambapo kwa sasa kashachanganyikiwa kabisa. Yani kwa sasa hivi haelewi afanyeje, na kinachokwenda kutokea kwa sasa ni kuzidi kuchanganyikiwa zaidi. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo kama kwa unaikubali tamthilia hii. Hapa nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia matukio mengi kweli na kadhaa ambayo yanaujili, lakini cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na mimi, hasa kubonyeza neno subscribe. Hii ikiwa ni ishara ya upendo, na tunachukua nafasi hii niweze kualika moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia vitu vingi na vingi kweli. Basi nikualike sasa, kama tulivyoona mwanzoni kabisa mwa tamthilia hii, kwa upande mzima wa huyu ambaye ni King pamoja na Naomi walikuwa wakijadiliana kitu ambacho ufahamu kama ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakinifuatilia hapa Bongo Movie Net. Katika hatua iliyopita uchambuzi nilikofahamisha kwamba lazima Suzy atazipata hizi taarifa za kwamba wana mpango wa kwenda kuelekea hospitali. Atazipata vipi? Atazipata baada ya kuwa mazungumzo yatakapokuwa yanafanyika, atasikia mazungumzo yatakapofanyika, na hilo limetokea, na moja kwa moja tumeweza kuona mazungumzo kati ya mzee Tano pamoja na Naomi, basi ameweza kupelekea aweze kupata zile taarifa za karibu kabisa juu ya kile kinachoendelea. Kwa hivyo moja kwa moja kwa asilimia kubwa ameweza kuzipata. Sasa cha ajabu ni kwamba hakutafakari kabisa, alijua labda wameelekea kule kwenye ile hospitali ya mwanzoni, kule ndipo alipoelekea, lakini cha ajabu ni kwamba walikuwa wameshakwisha kufahamu kabisa kwamba ile hospitali inabidi waweze kubadilisha hospitali nyingine. Kwa hivyo moja kwa moja wakawa wamebadilisha hospitali.
Sasa wakati wanabadilisha hospitali, moja kwa moja wameenda katika ile hospitali ambayo kiufupi wameweza kujikuta wakikutana rasmi na huyu ambaye ni kwa upande mzima wa mama yao, mamake na John wameweza kukutana kule hospitali, kitu ambacho kimeweza kuibua hisia nzito sana, na kiufupi inakuja kuwa moja kitu ambacho kujaribu ukifikiria lazima kinakuwa kina picha tofauti zaidi, ambayo ukifikiria basi unaona wazi kwamba